Kanuni za kuishi uwezo wako halisi ulioumbiwa na Mungu. Ndani ya kila mwanadamu kuna uwezo wa kufanya mambo yasiyo ya kawaida ya kushangaza ulimwengu huu. Ajabu ni kwamba uwezo huo wa watu wengi umezikwa katika kaburi linaloitwa ukawaida. Ndani ya somo hili la leo utajifunza kanuni zitakazoweza kukusaidia wewe kuishi uwezo wako halisi ulioumbiwa na Mwenyezi Mungu. Na kama kabisa ni mara ya kwanza kuangalia video zetu hizi ndani ya Jova Media TV online, unaweza kusubscribe, kujiunga na watu wote makini ambao tayari wana shauku ya kufikia viwango vikubwa kwenye maisha yao. Uko nami mtumishi wa Mungu Preacher Timothy Rafaeli Kwileguje. Watu wengi wanatamani kuwa na vitu vikubwa na kuonekana watu wa maana kabisa, lakini hakuna wanachokifanya cha kuwafanya wafikie pale wanapotaka. Lakini ni wakati wa kukataa ukawaida na kuishi kwenye uwezo wako halisi ambao uliumbiwa na Mungu. Kwenda kujifunza. Watu wa kawaida ni watu wasiofikia uwezo halisi. Cha kwanza kabisa, jua kwamba si mpango wa Mungu wewe kuwa mtu wa kawaida. Ulimwengu umesheni mamilioni ya watu ambao ni watu wa kawaida, pia wanafanya mambo kwa hali ya kawaida. Lakini tunaenda kujifunza ni kwa namna gani unaweza kujitofautisha na mamilioni ya watu na kuwa mtu ambao unafanya mambo ya kuyashangaza mataifa au kushangaza ulimwengu huu. Kwenye Biblia Takatifu, kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 28 imeandikwa, tena Mungu alivichukua vitu vinyonge na vitu vya dunia vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Nyuma ya kila kitu chochote ambacho ni cha kawaida, nyuma yake kuna kitu kisicho cha kawaida. Nyuma ya kitu chochote ambacho kinadharauliwa, lakini nyuma yake kuna kitu ambacho hakipaswi kudharauliwa. Nyuma ya mtu yote ambaye asiyefaa, unaona kabisa hafai, lakini nikwambie, nyuma yake kuna mtu ambaye anafaa kabisa. Nyuma ya mtu yeyote ambaye unamdharau, jua kwamba kuna mtu asiyepaswa kudharauliwa. Namna ya mtu huyo ni wewe. Na katika kutoka katika hali hiyo ni pale tu ambapo tunaenda kuamua kuishi maisha yako halisi, kuishi uwezo wako halisi ambao umeumbiwa na Mungu. Na namna kabisa na kanuni kabisa ya kwanza ni kujitazama katika jicho la kiungu. Naposema kujitazama katika jicho la kiungu na maanisha nini? Mungu anavyotazama uumbaji wake ni tofauti sana na vile wanadamu wanavyotazama na kufasiri mambo. Kwa Mungu anatazama uumbaji wake kwa namna tofauti sana. Kwa lazima kwanza kabisa ujitazame katika jicho la kiungu. Biblia imeandikwa kitabu cha Isaya 55 mstari wa 8, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Anaposema mawazo anasema mtazamo. Pia anaposema wala njia zenu si njia zake, manake anazungumza kwa hali ya utendaji. Kwa kuna mitazamo ambayo Mungu anakutazama wewe mwanadamu, na kwa kupitia mitazamo hiyo anakuona mtu ambaye unaweza kufanya mambo makubwa ya kuwashangaza mataifa au kushangaza ulimwengu. Kuna namna Mungu anavyoona wanadamu na kuwatazama katika uhalisia wake, maana yeye ndiye aliyewaumba. Kwa kuna namna ambayo Mungu anakutazama kwa namna tofauti sana, kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba, tofauti na vile watu ambao wanakutazama. Kwa lazima uelewe kwamba wewe sio mtu wa kawaida na uanze kujitazama kwa sura na kwa mfano na wa Mungu. Tunaposema tunaweza kuyaona mambo yasiyo ya kawaida au kufanya mambo yasiyo ya kawaida pale tu ambapo ndani yetu tunaanza kujitazama kwa kijicho la kiungu na kuona kwamba sisi sio watu wa kawaida, na kuona kwamba tumeumbwa na Mungu na tayari Mungu ameweka uwezo ndani yetu wa kufanya vitu visivyoweza kuwa vitu vya kawaida. Kwa hali ya kawaida pia jitafakari na pia ujiulize, Mungu aliumba siku 6 tu. Baada ya kuumba siku 6, maana vitu vingine alimwachia mwanadamu aweze kufanya. Kwa hali ya kawaida Mungu hakuumba meli, Mungu hakuumba treni, Mungu hakuumba chochote kama hicho ambacho tunaona hivi leo. Lakini Mungu aliumba siku 6.
Mungu hakuumba helikopta, lakini hivyo vyote aliweka ndani ya uwezo wa mwanadamu. Kwa wewe unaweza kufanya mambo ya kuwashangaza mataifa na kushangaza ulimwengu huu, lakini leo nimekuletea kanuni kabisa za kusaidia kufanya mambo yasiyokuweza kuwa ya kawaida. Cha kwanza, tambua Mungu watazama wanadamu kama sura yake mwenyewe, na kumbuka kwamba wewe ni sura na mfano wa Mungu. Kwenye kitabu cha Biblia kabisa takatifu, Mwanzo ile 1:26-27, pale ukisoma utaona Mungu anamuumba mwanadamu kwa mfano na kwa sura yake. Kama wewe ni sura ya Mungu, basi jua una wajibu wa kujionyesha kuwa unamfanania Mungu aliyekuumba katika mawazo yako, katika mwenendo wako na katika matendo yako. Kwa katika maeneo haya matatu lazima uweze kumfanania Kristo. Mfananie Kristo katika mawazo yako, katika mwenendo wako, pia katika matendo yako. Hajalishi watu wanakutazameje kabisa, tambua kuwa wewe sio mtu wa kawaida, wewe ni sura ya Mungu. Usiogope wanadamu wanakutazameje. Hajalishi ulizaliwa katika mazingira gani au mazingira ya ajabu, na cha kumshukuru Mungu ni kwamba maadamu ameruhusu uzaliwe, maadamu ameruhusu uweze kuishi leo, tayari wewe amekuleta kwa kusudi maalum. Maana kuna kitu ambacho amekutuma uweze kufanya hapa ulimwenguni. Wewe si mtu wa kawaida kabisa, wewe ni mtu na ni sura ya Mungu, na Mungu anatarajia mambo makubwa kupitia wewe, mambo yatakayoweza kushangaza ulimwengu na mambo ambayo yataweza kudhihirisha kwamba wewe ni sura ya Mungu. Shika mtazamo huu na kujiona kwenye sura ya kiungu, utakusaidia sana. Hutaweza kujidharau, hutaweza kujiona mtu ambaye huweze kufanya chochote. Wewe ni mtu ambaye ni very special. Pia unaweza kujifunza somo hili la kujua kusudi la Mungu. Kama hujui kusudi lako la kuwepo hapa duniani, nimefundisha namna ya kujua kusudi la Mungu ndani yako. Unaweza kujifunza somo hili, litaweza kukusaidia kufanya mambo ambayo sio ya kawaida. Na kanuni ya pili, Mungu watazama wanadamu kama viumbe vyenye uwezo usio wa kawaida. Mungu anapokuwa anakutazama wewe mwanadamu, anakutazama kama kiumbe ambacho kina uwezo usio wa kawaida. Ni ulimwengu tu na mifumo yake ambao wewe unajaribu kushusha thamani na uwezo wa Mungu ambao ameweka ndani ya watu. Lakini Mungu anapokuwa anakutazama wewe, anakutazama katika uwezo usio wa kawaida. Zingatia, Mungu anapokutazama wewe, anakuona ukiwa na uwezo usio wa kawaida. Tujifunze kwa Gideoni. Unaposoma kwenye Biblia takatifu kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 14, utaona Bwana akimtazama na kumwambia Gideoni, kwa uwezo wako huo ukaokoe wana wa Israeli na mkono wa Midiani. Lakini Gideoni alikuwa anajitazama mtu asiyekuwa na uwezo, mtu ambaye ni mnyonge sana. Lakini Mungu anasema kwamba kwa uwezo huo, maanake Mungu alikuwa akimwangalia Gideoni, anamwona ni mtu ambaye ana uwezo usio wa kawaida, kama ilivyo kwako leo. Mungu anapokuwa anakutazama, anakuona ukiwa mtu usiokuwa na uwezo wa kawaida. Kwa Mungu anapokuwa anamtazama mwanadamu, anamwona usiokuwa na uwezo wa kawaida. Pengine ukitazama unahisi una mapungufu mengi sana, na jamii ambayo inakuzunguka inaamini kwamba hauwezi kufanya jambo lolote. Lakini nikwambie kwamba Mungu anapokuwa anakutazama kwa namna tofauti sana. Hiyo tu ni mtazamo isiyo sahihi kuhusu wewe. Unapojiona kwamba haufai na watu wanakuona kwamba wewe haufai, nikwambie hiyo yote ni mtazamo isiyo sahihi kuhusu wewe. Ndani yako kuna uwezo usio wa kawaida kwa ajili ya kukamilisha kusudi kubwa la Mungu la wewe kukuleta hapa duniani. Na kanuni nyingine, tambua kwamba Mungu watazama wanadamu kama waendelezaji uumbaji wake. Mungu watazama wanadamu kama watu wa kuendeleza uumbaji wake. Kama ambavyo nimesema kwamba Mungu ambacho aliumba siku 6 tu. Tena aliumba vile vitu ambavyo ni natural creation kuliko vile ambavyo vilivyopo leo.
kwa sababu nimesema kwamba Mungu hakuumba treni, Mungu hajaumba helikopta, Mungu hajaumba balbu, Mungu hajaumba mashine, lakini hivyo vyote Mungu aliviweka ndani ya mwanadamu. Maana yake Mungu hakumalizia uumbaji wake, alianza tu, alimpa mwanadamu kufanya au kumsaidia katika uumbaji wake kupitia mawazo yake. Na Mungu ameweka ndani ya mtu mawazo ambayo hao mawazo ndani yake kuna uumbaji. Kwa Mungu ndani yako kuna wazo la uumbaji ambalo Mungu ameliweka. Kwa leo lazima uamue kukataa kawaida, usifanye mambo kwa hali ya kawaida, ufanye kama mtu ambaye unaendeleza uumbaji wa Mungu. Usichezee nafasi hii ya kuendeleza uumbaji wa Mungu. Japo watu wengi wameshikia kwamba Biblia inasema kwamba zaidi muongezeke. Watu wengi kasi kwamba uendelezo wa uumbaji wa mtu ambao Mungu ameweka ndani yake ni kuendeleza kizazi, lakini Mungu ameweka extra mile katika kuendeleza na katika kufanya uumbaji wake. Kwa unao sababu kubwa kabisa ya kujifunza na kuzidi kuelewa kwamba ndani yako kuna vitu ambavyo nitakuwa uvifanye visivyokuwa vya kawaida na vya kuweza kushangaza ulimwengu. Usijidharau, wewe ni mtu wa thamani sana, wewe ni mtu wa muhimu sana. Angeweza kuumba kila kitu ambacho kipo duniani leo, lakini hakufanya hivyo kwa sababu alitaka kushirikiana na mwanadamu katika uumbaji wake. Ndani yako umo uwezo wa kuumba mambo mapya ambao hajawahi kuwepo tangu dunia ilipoanzwa. Kwa ndani yako kuna uwezo wa kufanya mambo mapya ambao hajawahi kuwepo tangu dunia ilipoumbwa. Mambo yasiyo ya kawaida ya ulimwengu huu ni matunda ya mawazo ambayo Mungu aliweka ndani ya watu aliowaumba. Kwa unapoona mambo ya kushangaza ulimwengu huu ambao unaona hivi leo, ujue kwamba hayo mambo ni matunda ya mawazo ambayo Mungu aliweka ndani ya watu ili yaweze kuendeleza uumbaji wake. Kwa hata wewe unao nafasi, make Mungu ameweka mawazo ya kuumba, ameweka mawazo ya kuendeleza uumbaji wake ndani yako. Ni pale tutapoanza kufanyia wazo ambalo linakuja ndani yako, ambalo hilo limebeba wazo la kufanya kitu ambacho sio cha kawaida, cha kushangaza ulimwengu huu, ambacho kitaweka tija na msukumo wa watu kufanya vitu visivyo vya kawaida ndani ya maisha yao. Umekusudiwa kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Anza kutafakari, anza kujiuliza. Yesu alikuwa amempa mwanadamu 100% ya ufahamu wake, lakini inasemekana kwamba mwanadamu hutumia 10% ya ubongo wake. Lakini ukiangalia dunia ilivyo sasa hivi, unaweza kuhisi kwamba mwanadamu anatumia 100% ya ubongo ambao Mungu ameumba nao. Lakini pia tafakari, kama mwanadamu huyo angeweza kutumia 80% ya ubongo wake, je, hii dunia hivi ingionekanaje? Kwa ujue kwamba kuna asilimia nyingi sana ambazo mwanadamu hajafikiri bado, hajachakata mawazo yake ambao Mungu ameweka ndani yake katika hali ya uumbaji. Kwa mwanadamu hutumia 10% tu ya ubongo wake. Lakini ukiangalia dunia hii unaweza kwamba mbona dunia inaenda kwa kasi sana. Pia kumbuka hapo tu mwanadamu anatumia 10% ya ubongo wake kati ya 100% ya ubongo wake. Kwa tafakari kwamba Mungu ndani yako ameweka uwezo usio wa kawaida. Yesu Kristo mwenyewe alikuwa ni mwanadamu 100%. Pia alikuwa ni Mungu 100%. Lakini alifanya mambo ambayo hadi leo yanaushangaza ulimwengu. Kwa nikwambie kitu kimoja, yeye Mungu anafanya mambo yasiyo kawaida. Kitu cha kujifunza ni kwamba anasema kwamba kama mkiniamini mimi, mtafanya mambo yaliyo makubwa kuliko hata ambayo nimeyafanya. Kwa kikubwa tu ni kuzidi kuishi ndani ya misingi na kanuni za Kristo na kufanya kile ambacho Mungu anahitaji sisi tuweze kukifanya. Kwa unapofanya na kufuata maelekezo na kuamini katika Kristo, utafanya mambo yasiyo ya kawaida. Wewe si mtu wa kawaida. Hata mbingu zinajua hili kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Zaidi sana, ulimwengu unategemea wewe uweze kufanya
dunia iweze kuonekana kwa muonekano mwingine tena. Kwa usijidharau, wewe sio mtu wa kawaida. Na ipo mifano ya watu wengi ambao ulimwengu uliwatafasiri na kuona kama kwamba wao ni watu wa kawaida, lakini Mungu anasema kwamba alivinua vinyonge ili aweze kuviweka katika dunia hii na kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Kwenye Korinto wa kwanza tumeona kitu hicho. Kwa hiyo lazima ujue kwamba Mungu amekuweka wewe sio mtu wa kawaida. Katika hali hiyo ambayo ulipo nayo, anza kuamua kufanya mambo kwa extra mind. Usifanye kama mtu wa kawaida, usifanye kwa hali ya kawaida. Kila mwanadamu kuna namna anatamani afike, na kuna hali ambayo anatamani aonekane kama mtu ambaye anafaa, lakini shida ni kwamba anafanya kwa hali ya kawaida, anafanya kama sio kama sehemu yake. Fanya kama sehemu yako. Unapokuwa unafanya kazi, unapokuwa ni eneo la kazi, fanya kana kwamba hutofanya tena. Unapokuwa kwenye eneo la ibada, fanya kana kwamba ndo nafasi yako pekee, umeipata nafasi hiyo kufanya jambo hilo. Kwa unapokuwa katika eneo la elimu, wewe ni mwanafunzi, soma kana kwamba hautasoma tena, kwa sababu ni eneo ambalo tayari Mungu amekuweka. Kwa usifanye kwa hali ya kawaida. Kwa kila mmoja ana nafasi ya kufanya mambo ya kushangaza ulimwengu. Katika Biblia tulijifunza kwa Daudi. Daudi alikuwa ni mchunga kondoo, na watu walizani kabisa yeye maisha yake yanaishia pale. Nikwambie kitu, kama watu ambao walikuwa wanaishi na Daudi wangejua kwamba baadaye anakuja kuwa mfalme, wangeishi naye katika machungu, wakijua kwamba na kumkea sana, lakini kwa sababu hawakujua kwamba kesho yake anaenda kuwa mfalme, anaenda kuwa mtu mkubwa. Hata Daudi angejiona kwa jicho lile kwamba yeye ni mtu wa kawaida, asingethubutu kwenda kusimama na kupigana na Goliathi. Kilichomfanya na kumsukuma, alijua kwamba hata yeye ana nafasi ya kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Hata wewe unao nafasi ya kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Jifunze kwa Esther. Esther alikuwa ni mjakazi tu, mtu mfanyakazi wa ndani, lakini Mungu akamfanya kuwa malkia. Kwa watu wote wa kawaida ambao unawaona, panapoweza kuamua kuishi uwezo halisi ambao Mungu ameweka ndani yao, watafanya mambo ya kuyashangaza mataifa, na watafanya mambo ya kushangaza ulimwengu. Na huyo mtu ni wewe. Amua hivi leo kuishi kwenye hali sio ya kawaida. Usifanye vitu ilimradi tu unafanya. Fanya vitu kwa sababu wewe umeamuliwa kufanya na Mungu. Kwa ufanya kana kwamba hutafanya tena. Unapopata nafasi, itumie kufanya vitu kwa hali isiyokuwa ya kawaida. Mungu akubariki sana. Karibu endelee kujifunza pamoja nami. Karibu sana. Mungu akubariki.